Bwana, karibu sana katika ripoti za Mwananchi Digital, na hivi leo Aprili mosi tunakuletea story kubwa kutoka Kuala Lumpur, Malaysia. Zaidi ya watu 60 wameripotiwa kujeruhiwa baada ya moto mkubwa kulipuka jijini Kuala Lumpur nchini Malaysia leo Jumanne Aprili mosi 2025 majira ya asubuhi. Moto huo ulitokea katika jengo la ghorofa la biashara ambapo waathiriwa wengi walikuwa wafanyabiashara pamoja na wafanyakazi ofisi walikuwa wakiendelea na shughuli zao. Vyombo mbalimbali nchini Malaysia ikiwemo shirika la habari la The Reuters vimeripoti kuwa taarifa ya uchunguzi wa awali inaonyesha chanzo cha moto huo ni bomba la gesi liloendeshwa na kampuni ya nishati ya serikali ya Petronas. Inadaiwa kuwa moto huo ulianza Jumanne asubuhi katika mji wa Puchong, jimbo la Selong, nje kidogo ya mji mkuu wa Malaysia wa Kuala Lumpur. Huko mamlaka kiusalama za taifa hilo zimesema kuwa chanzo kamili cha moto huo bado hazijajulikana na uchunguzi unaendelea. Hata hivyo, kampuni hiyo imesema kuwa bomba hilo lilikuwa limetengwa, huku taarifa iliyotolewa na idara ya zimamoto ya taifa hilo imesema kuwa kampuni hiyo ilifunga valve kwenye bomba la urefu wa mita 500, yani futi 1640. Limeongeza kuwa jumla ya nyumba 49 katika eneo hilo limeathiriwa na moto, huku mamlaka hiyo ikilazimika kutumia mifumo maalum ya uokoaji ili kudhibiti moto huo usilete madhara zaidi kwa wakazi wa eneo hilo. Na kwa upande wa mkuu wa idara ya zimamoto Bwana Datuki Noor Hishaman ameeleza kuwa moto huo ulienea haraka katika eneo hilo kutokana na mfumo wa ujenzi wa kuta za jengo hilo ambao umejengwa kwa kutumia material za plastiki ambayo yalikuwa katika kuta na dari za jengo hilo. Sambamba na hayo, Bwana Hishamani ametoa pongezi kwa wafanyakazi wa idara zimamoto wa taifa hilo kwa jitihada zao za dhati katika kupambana na moto huo licha ya changamoto zilizokuwepo katika kupambana na moto. Hali ya wasiwasi bado inaendelea katika maeneo ya jirani na jengo hilo, huku wakazi wa maeneo hayo wakiaswa kuchukua tahadhari mbalimbali za kiusalama ili kuepuka madhara zaidi yanayoweza kujitokeza katika kipindi hiki ambacho pia mamlaka za serikali katika jiji hilo zimeanza kufanya uchunguzi ili kubaini sababu zilizopelekea moto huo. Mwana Digital, kitu ambacho kimeweza kuibua hisia za watu wengi ni baada ya muda mfupi magari ya kubebea wagonjwa ambulance yalionekana kikimbia kuelekea eneo la moto ambalo lilikuwa limezimwa na mamlaka, kitu ambacho kimekuwa kama kimeshangaza hivi watu wengi, kwani kitu ambacho hakijazoeleka katika maeneo mbalimbali, huku ikielezwa kuwa hakuna vifo vilivyoripotiwa katika kiwango kamili cha majeraha ama uharibifu hasa hakijafahamika mara moja. Mamlaka hapo awali walisema. Kwa upande mwingine, serikali kupitia Wizara Maendeleo na serikali za mitaa ilianzisha vituo vya msaada katika misikiti miwili ndani, huko ikitoa wito kwa wakazi wa taifa hilo hususan katika eneo liloathiriwa na moto huo kuwa na utulivu katika kipindi hiki, kauli iliyoambatana na salamu za pole kwa walioathiriwa na janga hilo kwa namna mbalimbali, salamu zilizotolewa na waziri wa wizara hiyo Bwana Nga Koming. Hii ni Mwananchi Digital, endelea kutufuatilia kupitia platform zetu mbalimbali ili kufahamu mengi ambayo yanajiri ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Baki nasi.